Naam bwana Costa, naambia nataka kupata habari gani bwana? Bwana, pamoja tumepata maelezo ya kina ameyatoa kwa njia ya maandishi, tumeyatazama na kuyaelewa vizuri, lakini tumetaka pengine kusikia pia nyinyi mara baada ya maamuzi hayo. Kuna baadhi ya maswali ya watu mawili matatu, pengine mnatazama vipi sasa sura mpya ya Young Africans mara baada ya kumrejesha Mollin katika kuvaa viatu vya kocha msaidizi akiwa chini ya Pedro? Maamuzi ambayo tumeyatangaza ndio kama umeyasoma, ndio maamuzi ambayo tumefikia kamati ya utendaji siku ya jana. Kwa hiyo kitu kikubwa ni kwamba tumeona kwamba tuongeze nguvu kwenye benchi letu la ufundi, tuongeze kocha msaidizi ambaye anaifahamu vizuri ligi ya Tanzania ili kwamba aweze kumsaidia kocha Pedro. Kwa hiyo kwa hilo sasa hapana shaka mashabiki wa Young Africans watarajie makali mapya, ama Yanga inarejea katika nafasi yake. Na ndio maana yake, na sio kwamba Yanga ilipoteza makali. Yanga ni kwamba wachezaji walikuwa na fatiki kubwa mno. Wewe mwenyewe ni shahidi kwamba michezo ilikuwa karibu na timu imesafiri kutoka mkoa mmoja kwenda mkoa mwingine. Sasa ile fatiki ilikuwa ni kubwa mno kiasi kwamba tulipata majeraha, wachezaji wengi walikuwa na majeraha, walishindwa kuendelea na michezo mingine. Kwa hiyo ni fatiki tu, lakini timu ni nzuri na timu iko barabara kwa ajili ya kuenda kwenye awamu ya pili. Hongereni sana kwa kumrejesha kocha huyo msaidizi, lakini baadhi ya maswali watu wanaoji kama kocha katika taarifa ambayo mmeitoa, labda falsafa yake ama kiufundishaji iko tofauti, kutawezekana kweli kuibadilisha? Kwa sababu mfumo wa kocha yeye ndio kama huo ambao mpaka sasa ndio falsafa yake. Sasa kama atatofautiana na kocha huyu msaidizi, pengine itakuwaje? Watu wanataka kufahamu hilo. Hapana, hakuna tofauti yoyote. Ni kwamba kabla ya kumleta Mollin, kwanza tulishauriana na kocha akaomba CV za Mollin na wamekubaliana wote kwa pamoja kwamba waje wakae meza moja ili waweze kuifundisha klabu yetu. Kwa hiyo kabla ya kumleta Mollin ni kwamba tulikaa na kocha na tukashauriana na tukakubaliana naye, na ndio maana tumemleta Mollin. Sawa, katika hilo labda tunatamani kufahamu ni kocha ambaye anatajwa kidogo staili yake ya kuifundisha Young Africans tulivyoizoea kiuchezaji ni tofauti. Pengine mlijua kwamba kocha huyo mfumo wake ni tofauti na mkaweza kumpata, ama hii imekuja kutokea mara baada ya kuweza kuhudumu Young Africans? Hapana, vitu vyote unajua, kabla ya kumleta kocha mwingine ili kwamba aweze kuja kuisaidia timu ni lazima kwanza ukae na kocha mkuu. Unajua Pedro still anakuwa kocha mkuu, huyo Mollin anakuja kama kocha msaidizi. Kwa hiyo kabla ya kuja na kuingia mikataba na klabu yetu Mollin na Pedro, tulikaa na Pedro na kuzungumza naye, na Pedro nafikiri alifanya mawasiliano na Mollin wakakubaliana, na ndio maana anakuja Mollin. Ninachokimaanisha ni kwamba huyu Pedro si ndio mfumo wake, staili yake kidogo inaelezwa kwamba ni tofauti labda ya ufundishaji kwa Yanga ilivyozoeleka. Maana kwenye mfumo, unajua ndugu yangu, mfumo wa kiuchezaji katika timu yoyote huwa unabadilika. Yaani mfumo wa uchezaji katika timu hauwezi kuwa kwamba ndio huo basi umewekwa, kama ni stamp basi imewekwa stamp, hauwezi kufutika. Mfumo wa uchezeshaji unaweza ukabadilika wakati wote. Okay. Kwa hiyo yote kwa yote Yanga mlikuwa tayari kwa mabadiliko ambayo tunayaona sasa? Hapana, sasa hilo tuachie benchi la ufundi watakapokuwa wamekuja na kukaa na kutathmini nini cha kufanyika, basi tutaona kile ambacho kinafanyika uwanjani. Kama unavyojua mchezo wa mpira sio ni mchezo wa hadharani. Kwa hiyo na yeye amesikia, na sisi tumemwambia Pedro kwamba tatizo lake ni hili na hili. Kwa hiyo tusubirie wanaokuwa wamekaa pamoja Mollin pamoja na Pedro, tutaona mabadiliko makubwa katika uchezeshaji wa mpira wetu inshallah. Basi tunakushukuru sana bwana kwa ushirikiano wako mzuri. Asante bwana. Asante sana. Nadhani nimsikia kieleza namna ambavyo kikao maamuzi ambayo yameamuliwa. Festo Simkwai alikuwa anahitimisha, nadhani Abdul Faridi ushahitimisha. Asante sana. Basi Festo Simkwai, kwako mtazamo wako katika hilo. Maswali mazito ambayo watu wanafikiria, ambayo nimejaribu kumuuliza hapa. Taarifa yao inaeleza staili yake ni tofauti ya kufundisha ama kuifanya Yanga inavyocheza sasa, inacheza tofauti. Je, Young Africans ilikuwa imejiandaa kupata kocha wa namna hiyo, ama imekuwa ni surprise mara baada ya yeye kuweza kuhudumu wakaona mbona hii Yanga sio ile ambayo tumeizoea sisi? Katika taarifa ya Yanga na mazungumzo ambayo tumeyafanya hapa, una yapi?
kwanza Costa ni kitu cha ajabu Ndio. lakini pia ni kwenye ligi yetu ndio tunaweza tukaona vitu vya namna hii na timu kuweza kutoka na statement ya kuelezea kwamba tumefanya tathmini na tathmini ya mechi tulizocheza, mwalimu ameweza kufanya vizuri kiasi hiki, lakini fundisha